Muhammad Rasulullah. Namaliza kubwa kuliko hii, wanafanyiwa wakina mama. Mwaka mmoja tulikuwa Shinyanga, kabla ile stendi mpya, sasa hivi stendi ya zamani katikati ya mji. Tulionyesha tukio hili. Kuna dada wa Kiarabu alikuja akatoa shukurani zake za dhati baada ya kuonesha ukweli wa tukio hilo. Yeye akasema, nilishawahi kulala kwa mganga na mganga alinifanyia kitu kibaya. Nikisema hivyo mnanielewa vizuri? Naam. Na waganga wanafanya sana kwa dada zetu, kwa mama zetu, kwa wake zetu. Tukio hili kama atakwenda mwanamke peke yake kwa mganga, hatoki, ataziniwa tu. Waganga wanawazini wake zetu, wanawazini dada zetu, wanawazini mama zetu. Ni tukio ambalo unaweza ukasema huku kwingine kote inawezekana ujanja, lakini hii sasa yenyewe, naomba angalieni kwa makini. Umakini wako ndio kujua kwako. Unapoangalia kwa makini ndio unakuja kujua ukweli baadaye kwenye tafsiri. Hakuna asiyejua hichi kitu. Ni kitu gani? Katika vitu ambavyo vinaagizwa sana na waganga na mayai yakiwemo. Sasa hili sio visa, yai kabisa la kawaida. Akiwa ni mwanamke, yai hili atatakiwa aliweke sehemu za siri, kwenye mlango kabisa wa sehemu yake ya siri. Ukiwa na mwanaume unaweza ukaambiwa ataweka kwenye kitovu tumboni, ili mradi utolewe tatizo ulilonalo. Lakini hapa tuchukue ni mwanamke amekwenda kwa mganga, alafu mwanamke huyu yai hili ameliweka sehemu za siri, alafu uangalie kitakachotokea. Alafu ufikirie kwamba angekuwa ndo dada yako au ndo mkeo, kwa akili ya mkeo unavyoijua, kwa akili ya mama yako mdogo unavyoijua. Akiambiwa sasa na mganga tiba yake ni yeye kukutana kimwili na mganga huyo, angekubali au angekataa? Lakini kwa sasa hivi naomba nimpate mtu ambaye anasumbuliwa na tumbo mara kwa mara. Njoo Sheikh. Huyu bwana anayekuja anasumbuliwa na tumbo la mara kwa mara. Alichonacho tumboni, hebu geuka hivi kidogo. Wewe utakula dawa sana wewe, lakini kwa hicho mwamba kaona. Uwezi. Sasa huyu bwana kinafanana alichonacho tumboni, huwa wanapenda pia kuwaweka wakina mama ili wasipate ujauzito. Sogea Sheikh. Naomba mkono wako wa kushoto. Talishika ile yai vizuri. Alafu hichi kincha naomba kiguse kwenye kitovu chako. Hicho ayuha. Mkono wa kulia weka juu ya mkono wa kushoto. Geuka kule. Mwamba tumemwambia aweke yai tumboni, lakini kule kwa upande wa kina mama anaambiwa aweke sehemu ya siri. Mwanamke hajashika ujauzito, huu ni mwaka wa 8, huenda anahangaika, akaambiwa sehemu fulani kuna mganga, anaambiwa aliweke yai hilo. Lakini mwamba naye anasumbuka na tumbo. Unajua mchawi anaweza akatumia kitu hicho kakiweka kwa mwanamke kikashikuzuia mimba, kakutia wewe kwenye tumbo lako ukapata shida. Ndio tulichokiona kwa huyu mwamba hapa. Dabadan stay dabadan anta shab. Ngambo na ngambo. Toreveita kashanga. Safisheni tumbo lake, toeni kinachomsumbua. Mwamba geuka kwangu. Naomba hilo yai sasa. Wenye macho naomba mtazame vizuri. Hili ni yai. Chukua hili box. Yai linapasuliwa baada ya kuwekwa sehemu ya siri ya mwanamke, au kwenye tumbo lako, au hata kwenye kiuno, au hata kwenye kichwa. Mganga anasema wazee washamaliza tatizo lako. Kile ambacho kinakusumbua
tayari kimekwisha kutolewa, wewe huna tatizo tena katika mwili wako. Kama ni mwanamke, kilichokuwa kinasababisha usipate ujauzito kimetolewa, na sasa utashika mimba, kwa sababu ndani ya tumbo lako uliwekwa kitu kimoja kizito sana. Hiki hapa, la ilaha illallah. Hichi ndicho ambacho wewe uliwekwa, kilikuwa kinaharibu mimba. Hiki ndicho uliwekwa kwenye tumbo lako. Tumbo halisikii dawa, kila dawa unayokula tumbo bado linauma. Sasa wewe kuanzia leo tumbo umepona. Kama ni mwanamke anaambiwa kuanzia leo wewe utashika ujauzito, hakuna tabu ya aina yoyote. Tumeliona yai, hata kama ndo unalipasua yai unatia kitu kama hichi, si unatiatiaje? Wewe akili yako hebu ifikirie haraka haraka hapa. Yai tumelitoa zima, mwamba tumempa yai zima, ili hapa linatoka dude, ili unaambiwa lilikuwa ndani ya tumbo lako, wachawi walikuwa wamekuweka. Sasa ili utibike, anahitajika hapa ng'ombe wa aina fulani, wa umri fulani, wa ukubwa fulani. Ni mkeo kawekwa yai, kimetoka kitu kama hicho, bana, na we hela unayo. Narudia tena, ili usalimike kwenye matukio kama haya, uwe huna hela, utasalimika. Lakini hela unayo na mambo kama haya yanafanyika, shekhe, umekwisha. Namalizia tukio la mwisho ambalo hiyo tayari weka chini, tunasubiri tafsiri. Tukio la mwisho, wenyewe wanatengeneza tunguli, lakini mimi nimetumia kakidude haka kakopo haka ambako maarufu kanaekewa maji ya Zamzam. Wenyewe wanatumia tunguli. Sasa unaambiwa humu kuna wazee wanaishi. Ukija utaeleza shida zako, wenyewe watakusikia. Utawaomba unachokitaka, wenyewe watakujibu na kuonesha umekubaliwa maombi yako. Pia kuna kitu ambacho kitaonekana hapa. Kama kuna mtu ana maji, naomba maji. Ili kukuonesha humu kuna viumbe wanaishi, wanakula, wanakunywa humu. Haya ni maji. Angalieni na muwe makini. Ukisema yule muongo, yule muongo mwenye. Wazee wanataka waone uwepo wenu. Mpo, mkipewa kazi mnaweza mkafanya. Ametoka mbali huyu, unatajwa mkoa wako, katoka Iringa, katoka Pemba. Tumemwambia kwamba mnaishi humu, lakini bado haamini kama mnaishi humu. Sasa tumewapa angalau kinywaji chenu. Haya tumetumia maji, wenyewe wanaweza wakaandaa mazingira ya damu. Sawa sawa, eh? Ndio. Imeandaliwa mazingira ya damu, inatiwa damu humu ndani. Hebu kuleni chakula yenu. Bana, angalia kwamba wewe leo ujio wako umepokelewa au ujio wako umekataliwa. Hawa wazee wakikataa ujio wako, kama hawatokubali kufanya kazi yako, hii sadaka tuliyoitia humu ndani hawawezi wakaikubali. Lakini kama wamekubali kufanya kazi yako, sadaka tuliyoitia humu ndani wataikubali. Sasa kinachotakiwa kuonekanwa hapa ni hii sadaka imekubaliwa au imekataliwa. Tunajuaje imekataliwa? Tunamwaga. Tukiona imemwagika, sadaka imekataliwa. Tunajuaje imekubaliwa? Tunamwaga. Tukiona haimwagiki, basi wale viumbe wameshakula sadaka hiyo na wameshaikubali.
Wameshakunywa. Ina maana wewe umepokelewa, umekubaliwa, utakayoelekezwa basi uwe tayari kufanyaje? Hawaamini. Twende tena. Kichopa kitaisha hicho. Wana kiu. Hawaamini uwepo wenu, waonesheni uwepo wenu. Sese bwanga na hiyo. Bwanga mkulukulu ngambo na ngambo. Makamba uzalibi ye makamba uzalibi nene. Toreve itakashanga so itabimusati so ya biye. Haya. Hawaamini. Watamaliza maji yetu. Mambo ni mengi mjini, mambo mengi. Ndugu zangu, kufikia hapo na imani kama utakuwa umefanyiwa moja katika matukio haya yatazidi kukuimarisha kwamba huyu anayekufanyia ni mganga kweli, lakini ukweli ni kwamba hakuna ukweli hata kidogo, kuanzia tukio la hili panga limekata kichwani, tukio la waya kutoboa kwenye ulimi, tukio la tunguli kukubali na kukataa, lakini pia na tukio hili kwamba sadaka imekubaliwa au sadaka imekataliwa. Haya yote ni mambo ya uongo, na kama alivyosema shekhe wetu katika hutuba yake kwamba uchawi uko wa aina mbili. Kuna uchawi kweli, kuna uchawi wa mazingaombwe, na wengi wanafanya. Waganga karibuni 99%. Ukiona anafanya maajabu mganga, 99% anafanya ujanja tu. Wale waganga wa uchawi kweli kama wapo kipindi hichi, yani tena sio 100, ukiwakusanya 1000 labda atapatikana mmoja, lakini kwa sasa hivi watu wengi wanafanya uongo. Moja kwa moja tuingie kwenye tafsiri ya tukio moja baada ya jingine. Hapo ndio kuna umakini sasa. Waya huu nina imani kwa wale wajanja watakuwa wamegundua, ndio maana unashikwa katikati. Sawa unashikwa hapa katikati, ndio kuna siri. Anaweka ulimi wake, alafu anaziba mkono. Kuziba mkono sio kwamba wewe usione anavyotoboa. Akiziba mkono ina maana na ule ulimi anautoa, atapitisha uwaya hivi uongo tu. Sawa Mwisho hapa kwenye siri hiyo hapo umebana tu. Allahu Akbar. Siri hiyo hapo. Huu ndio ujanja uliotumika kwenye waya. Sawa Huyu Sheikh Kiski muombeeni dua sana. Semeni inshallah. Mungu ampe umri mrefu. Semeni amin. Yeye ndio anakubali watu wapate na somo la hivi. Maimamu kila mtu yeye shehe mwenyewe katibu yeye kazi na yeye. Hata kitu chochote watu wengine wafanye. Sasa shehe peke yake anayekosoa haya mambo na yuko tayari kwa vitendo ni Kiski. Muombeeni sana Mungu. Semeni amin. Mungu ampe umri mrefu, amkingi na kila aina ya shari. Twende mwamba. Tukio la pili kwamba tunguli ina uwezo wa kukufahamisha kitu fulani kama ndicho au sicho, pia hakuna ukweli. Na imani ambao akili zenu zinachaji, mtakuwa mnahisi kitu na huenda unavyohisi ikawa ni sawa. Yule ndugu yetu wa kwanza tulimwambia aweke katikati tunguli ituoneshe ule ujauzito wa kwake yeye au kawekewa na mtu mwingine. Tunguli ilikataa, nadhani mliona Kila ukiweka namna hii tunguli inasema hapana. Sio. Au sio. So unaichezesha hivi, yaani yenyewe hapo unaweka inagoma.
Sawa? Akaja mtu mwingine, lakini kabla ya inazungushwa kichwani hivi, au sio? Akaja mtu mwingine akaambiwa, hebu nuia na wewe kwa mkeo ujauzito ule wa kwako, au sio? Weka tunguli. Akaweka tunguli, ikakubali. Waislamu, somo hili liko shule ya msingi, kama sio darasa la 3, kati ya darasa la 3 kipindi kile tunasoma sisi, kipindi hicho kama sio darasa la 3, la 4 au la 5, darasa la 4, somo la sumaku. Sumaku ya aina yoyote ina pande mbili. Sumaku ina upande wa kaskazini, lakini sumaku ina upande wa kusini. Sumaku hii ukichukua sehemu pande zinazofanana, ukachukua kaskazini na kaskazini, ukazigusisha sumaku kaskazini na kaskazini, sumaku haiwezi kukubali, inakimbiana. Sawa sawa? No. Lakini sumaku hii ukichukua upande wa kaskazini ukakutanisha na kusini, zinafanyaje? Zinashikana. Ndilo somo lilofanyika hapa. Ina maana hiki kakitengeneza, yani wanakuaga na vibaya tu, vichafu nini. Wewe unaweza kuona jamaa kweli hapa ndo mizimu nini, lakini akili tu akuzuge wewe. Humu ndani kuna sumaku, na hii tunguli, ndani ya hii tunguli pia kuna nini? Kuna sumaku. Upande huu hapa ndiyo ule upande wa kaskazini na kaskazini, au kusini na kusini. Hapa haiwezi ikakubali. Jamani, naeleweka vizuri eh? Haiwezi ikakubali. Akizungusha tena namna hii zuga, ili ageuze hichi, akigeuze upande mwingine, ukiweka inakubali. Kwa hivyo mimi binafsi, kwa sababu nimekizoea hicho, wewe sasa hivi nikifanya hivi huko utaona ndo kule kule, ukifanya hivi ndo kule kule, lakini mimi nishazoea upande huu ambako najua haiwezi kagusana. Kuna kauzi kadogo hapa, yani kiangalia najua hapa, hii hapa huko hakugusi. Upande huu penye hakuna hata kauzi, najua huko ndo kule ambako kunafanyaje, unashika. Kwa kuwa kila siku baba, usije kumpiga mke wako. Mke wako mimba ya kwako baba. Usije ukazua taharuki bure. Nilikuwa nakuona kimoyo kinadunda dunda. Na mchezo huu jamaa alikuwa anasema hii kubwa, amna cha kubwa. Waislamu, kuna wengine kaika sponge mule ndani. Ukiweka sponge, ukitia maji lazima yamwagike hata kidogo. Humu ndani material iliyowekwa ambayo haimwagi hata tone ni pampas, zile pamba za ndani. Pampas ina material tena, ukiichana yenyewe kavukavu, kimimina hivi unaona kama vichenga chenga vinatoka hivi. Yale ni material ambayo kiingia maji inavimba. Kwa hiyo inasaidiana na pamba, inavimba ile na pamba inasaidiana, basi kimiminika kikiingia pale kinakuwa kifanya nini? Hakitoki. Kwa hivyo imeingizwa humu vizuri. Iya, hata pampasi yule mwanao akikojolea, ukiichana utakuta inakuwa na material hayo. Kwa hivyo ni pampas inawekwa humo ndani, hakuna cha viumbe, hakuna cha kukubaliwa. Yani anakutengenezea mazingira uone kwamba kumbe safari yangu nimetoka mbali, sijasafiri bure, wazee wamenipokea. Ili ukiambiwa sasa hapa 700,000, unaona kabisa 700,000 yangu imeenda kwa haki, wazee wamenipokea. Sheikh Kishki, yapanga tafsiri au tuache? Tafsiri. Hamna semaji wa Islam. Au ijayo. Leo hii au sio? Wanataka na yai kwanza, kazi unayo. Ule mtambaa kwenye yai umeingiaje, Suleiman Makweche? Panga mwisho. Sheikh Kishki, samahani kidogo. Naam. Wallahi sio unafiki, na kama nazungumza unafiki basi Allah anihukumu atakavyoweza. Allahu Akbar. Hutuba yako ya leo imenikumbusha safari zetu za vijijini. Allah kuhifadhi, Allah akupe umri mrefu. Amen.
uchelewe kufa. Amin ya Rabbi. Ili wale ambao wanakuroga waone wamedunda. Amin ya Rabbi. Sheikh, katika sio uko peke yako, wallahi wa billahi, mwamba anajua vizuri katika watu ambao mimi huwa siogopa tena. Sasa wewe uko mjini hakuna wachawi shekhe. Mjini kuna wachawi. Sisi tunaenda vijijini. Mimi huwa nikifikaga vijijini, Allah shahidi, kama nadanganya Allah shahidi, huwa nawaambiaga mume wenu nimekuja. Wanga mimi mume wenu, wachawi mimi ndo mume wenu. Huwa nazungumza hivyo, na tunamaliza shughuli vizuri, hata kipele sitoki. Na tunamuomba Allah asitudhalilishe, wachawi wasituroge. Kwa sababu gani? Tukiwa tunawasema wachawi alafu wakituroga tukirogeka, wale wanajisifia. Na nyinyi pia mnaotusikiliza, mashehe hawana yote tayari washapigwa. Wallahi wachawi, Sheikh Nuruddin Kishki huwaogopi peke yako. Mimi binafsi hakuna mchawi na muogopa katika hii dunia, hakuna. Nataka niongeze kidogo. Hivi kwa nini wachawi wamekuwa ni makafiri, alafu ni kwa nini wamekuwa ni wabaya? Sheikh, kuna vitu vingine kwenye ilmu ya dini, kuna vitu vingine vinapatikana kwa wenyewe. Yaani ukimpata mchawi muhoji mwenyewe, kama inatokea bahati unapata cream. Waislamu, acha wachawi wawe makafiri. Ili uwe mchawi, kuna vitu lazima uvifanye na kuna hatua lazima upitie. Wewe unahitaji kuwa mwalimu wa shule ya msingi hivi unakurupuka tu asubuhi pap ushakuwa mwalimu wa msingi? Inawezekana? Wewe unahitaji kujua kuendesha gari uwe dereva, au sio? Ukaendesha daladala. Inawezekana tu pap umeamka asubuhi, mimi nataka dereva, nishakuwa dereva. Inawezekana? Waislamu, anayejifundisha uchawi kama ni Muislamu anatakiwa achukue Qur'ani ambayo Mungu ameshaisema la yamassuhu illa almutahharuna, Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza uzito wake. Lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah. Anayejifunza uchawi ili akubarike uchawi au umkubali na yeye aroge, anachukua Qur'ani, anafungua katikati, atafute sehemu ambayo watu wanajisaidia ovyo, aweke juu ya mikojo au ya kinyesi, alafu mwenyewe achuchumae ajisaidie ndani ya Qur'ani. Hatua hii ni lazima, yani hatua ya kufuru ni lazima akufuru mchawi, ndipo atakuwa mchawi. Hatua nyingine, kuua. Tena unaambiwa ukimuua mama yako unakuwa mchawi konki, unachokitaka hakirejei. Hatua nyingine ni kufanya sasa ule mkataba kama alivyosema Sheikh. Wachawi wanashirikiana na hawa mashaitani wa kijini, na ukisikia mtu anakushirikiana na jini, Sheikh Nuruddin, sio kwamba yani unaenda sokoni unanunua tu yari unamweka hapa, wewe nenda kamloge yule. Hapana, wana masharti yao. Haya nakupeni ni ya wachawi wenyewe, haya nakupeni ni ya wachawi wenyewe. Ukitaka kumuita jini, kwa mfano kuna jini mmoja, yeye yani kwa watu ambao vijiji vyao ni vya wachawi, yani jini huyo anakuwa nao wale vijana wale ambao yani vijana wale angalau kasilaka vijana, anaitwa Kashkash Marashi. Ukitaka kumpata Kashkash Marashi unaambiwa ufunge siku 7, alafu siku ya 7 uamke usiku wa 8, ukae chumbani, ufunge milango kama na madirisha, ufunge mule ndani, kusiwe na kiumbe, hata umefuga paka asiwepo. Alafu unamuita Kashkash Marashi kwa idadi ambayo imeelekezwa. Sisemi idadi yake ya kumuita, hata wewe unaweza kumuita akaja ikawa shida tena nyingine, maana hatuaminiani hapo kwamba wote ni wacha Mungu, kuna wengine humu mtihani. Lakini unaita kwa idadi ile, Kashkash Marashi, Kashkash Marashi, Kashkash Marashi, Kashkash. Waislamu, hakuna kiumbe mbaya katika hii dunia kama mchawi. Unapoendelea kumuita Kashkash Marashi, kuna vitisho vinatokea pale. Vile vitisho vikiwa vinatokea, ukiogopa unakufa au unakuwa chizi. Kuna watu wanakuwa machizi mtaani, ni masharti ya uchawi wameshindwa.